Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, karibu jiunge nami katika kukuletea makala hii. Kila mwaka tarehe 14 Februari dunia nzima huadhimisha siku ya wapendanao, inayojulikana zaidi kama Valentine Days, siku ya kuonyesha upendo, mapenzi na shukrani kwa wapenzi, familia na marafiki. Tanzania haibaki nyuma, kwani mamilioni ya watu huonyesha hisia zao kwa njia mbalimbali. Historia ya Valentine Day ni siku hii ina asili yake katika historia ya Kirumi, ambapo Mtakatifu Valentine alichukuliwa kama shujaa wa mapenzi na mshirikina wa wanandoa waliokuwa wakiwazuia kuolewa. Hii historia imechangia desturi za leo za kutuma kadi za upendo, maua, zawadi na ishara nyingi za mapenzi. Mbinu za kuadhimisha siku ya Valentine, yani wapendanao, zaidi ni zawadi na maua. Maua hasa waridi nyekundu ni ishara ya upendo. Wapenzi wengi hutoa maua kwa wapendwa wao ili kuwaonyesha hisia. Kadi za mapenzi, kadi zimebaki kuwa njia pekee ya kueleza mapenzi kwa maneno yenye mvuto. Vyakula na chakula cha picha. Kutoka kwenye milo ya jioni ya kimapenzi hadi chocolate maalum, watu wengi huandaa hafla ndogo za kusherehekea kwa pamoja. Matukio ya pamoja, baadhi huandaa matembezi ya pamoja, kuangalia filamu za mapenzi au safari fupi za kitalii ili kuimarisha mahusiano. Mbinu za kisasa na teknolojia katika karne ya 21, teknolojia imechangia kubadilisha jinsi watu wanavyosherehekea Valentine Day. Kutoa ujumbe wa mtandao, video za upendo hadi zawadi za kidigitali, wapenzi wengi hutumia njia hizi kushiriki hisia zao hata waliopo mbali. Aina za shughuli za jamii. Shirika la kijamii na maduka ya kibiashara huandaa promotion na filamu au hafla maalum. Hii inajumuisha matukio ya muziki wa mapenzi, michezo ya familia, zawadi za kipekee na mapumziko maalum kwa wapendwa. Au jumbe muhimu, Valentine Day ni sio tu kwa wapenzi wa kimapenzi, ni fursa ya kuonyesha upendo kwa familia, marafiki na hata majirani, huku tukikumbuka kwamba mapenzi na upendo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Siku tu ya 14 Februari, bali ni siku zote tu unapaswa kuonyeshwa upendo na ndugu, jamaa na marafiki, hata wapenzi wetu. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.